Kifo cha mzazi au mwenza si maumivu ya kawaida. Ni tukio linalobadilisha kabisa maisha ya familia nzima. Mara nyingi mtu anapokuwa amefiwa na mwenzake, yaani mjane anapobaki peke yake, hapo ndipo changamoto zinapoanza. Kunakuwa na changamoto majukumu ya kutunza watoto, pia unakuta kunakuwa na migogoro ya kifamilia, migogoro ya kugawana mali, migogoro ya kumtaka yule mjane aondoke katika nyumba ya mume alipokuwa anaishi. Swali ni moja tu tunajiuliza. Je, mjane ana haki gani kisheria na watoto wana haki gani kisheria? Mjane anakuwa ana haki kisheria na ana wajibu kisheria kwa watoto wake. Na pia watoto pia wanakuwa wana haki zao kisheria. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuangalia hoja 5 zinazozungumzia haki za kisheria za mjane anapokuwa amefiwa na ameachwa na mwenza wake. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia na kwa ajili ya jamii nzima. Una uwezo wa kushare hii video na una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kama unahitaji ushauri wetu. Una uwezo kutuma message kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ni haki ya mjane kuendelea kuishi katika nyumba aliyokuwa anaishi na mume wake baada ya mume kuwa amefariki. Haki za kisheria na za kifamilia zinazungumzia kabisa kwamba mjane anatakiwa aendelee kuishi pale. Hii ni kwa sababu sheria zinataka kumlinda mjane, kwa sababu yeye anakuwa amebaki na watoto pale nyumbani, na atakapofukuzwa na kuondoka pale kwenye nyumba, maana yake ataanza maisha ya kuhangaika, kutangatanga, na mwisho wa siku unakuta watoto wanaishia mtaani kwa sababu wanakuwa hawana sehemu ya kuishi. Kwa hiyo sheria inakataza kabisa kumfukuza mjane kwenye nyumba mpaka pale sheria zitakapokuwa na za mirathi zitakapokuwa zimeshatekelezwa na kuoneshwa kwamba mali za marehemu zinatakiwa ziende kwa utaratibu gani. Hapo ndipo mambo mengine yote yanaweza yakafuata sasa, lakini sio kumfukuza mjane kwenye nyumba anapoishi. Kwa hiyo mjane unatakiwa utambue kwamba unapofiwa na mume wako unatakiwa kuendelea kuishi hapo. Sheria inakutaka na inakuruhusu kabisa kuendelea kuishi kwenye hiyo nyumba. Wewe kama mmoja wa ile familia unatakiwa uendelee kuishi pale na watoto wako, ili kwa ustawi wa watoto na usalama wako. Hoja ya pili ni haki ya watoto kurithi mali za mzazi. Watoto ni warithi wa moja kwa moja wa mali za mzazi wao. Anapokuwa amefariki mzazi mmoja, ameondoka, kwa mfano baba amefariki, amebaki mama, watoto ni warithi moja kwa moja. Sheria nyingi za mirathi katika nchi nyingi zinasisitiza kabisa kwamba mali za marehemu zinatakiwa kugawanywa kwa haki, wakiwemo na watoto ambao ni warithi moja kwa moja. Kwa hiyo wewe mjane, tambua kwamba watoto wako ni warithi wa mali za baba yao moja kwa moja, yani wana haki ya kurithi mali za baba yao. Hiyo inasaidia kuhakikisha kwamba watoto hawadhulumiwi wala watoto hawanyang'anywi mali za mzazi wao. Watoto wanabaki wakirithi mali za mzazi wao ili ziweze kuwasaidia katika maisha yao na waweze kukua wakiishi vizuri, kwa sababu baba yao anakuwa ameacha mali. Hivyo wale watu ambao wana tabia ya kunyang'anya mali za watoto, wanachukua, wanamfukuza mjane, hawafanyi jambo jema. Sheria inakataza. Hoja ya tatu ni wajibu wa familia kulinda masilahi ya watoto. Mara nyingi baada ya msiba, familia pana zinapewa jukumu la kuhakikisha masilahi ya watoto yanakuwa salama na yanalindwa. Sasa hii isichukuliwe kwamba hao watu wenye familia pana, wana familia wale wengine wakajikuta wanatapanya zile mali za watoto ambazo zimeachwa. Hapana. Kinachotakiwa ni wao wachukue jukumu la kuhakikisha masilahi ya watoto yanalindwa. Hii ni kwa ajili ya ustawi wa watoto. Hii ni kwa ajili ya kuwafanya watoto waendelee kuishi, waendelee kusoma na waendelee kuwepo. Pale familia zinapokuwa zinalinda masilahi ya watoto, hapo inawafanya watoto wanakuwa na amani, wanakuwa na ustawi. Sheria
moja kwa moja inatakiwa iangalie na izingatie kwamba masilahi ya watoto ndio yanapewa kipaumbele, kwa sababu watoto wasipopewa kipaumbele, mwisho wa siku wanaishia mtaani. Hoja ya 4 ni haki ya mjane kusimamia malezi ya watoto. Sheria nyingi mara nyingi zinaangalia kwamba mzazi aliyebaki baada ya mzazi mwingine kufariki, labda kama mzazi amefariki mmoja, amebaki mmoja. Kwa hiyo yule aliyebaki ana jukumu la kuendelea kusimamia malezi ya watoto. Mjane ana haki ya kusimamia malezi ya watoto wake kielimu, kitabia na mazingira yote yanayohusu malezi ya watoto. Labda tu kama mahakama itaona kama yule mjane hastahili, hafai kusimamia wale watoto, ndio inaweza likachukuliwa jukumu lingine la mtu mwingine akapewa ile nafasi. Lakini mahakama imeona, imejiridhisha na imetambua kwamba labda ana kasoro fulani, labda ni mgonjwa wa akili, labda ana shida fulani, hapo ndipo anaweza akateuliwa mtu mwingine ili aweze kusimamia watoto. Lakini moja kwa moja mjane anaruhusiwa asimamie malezi ya watoto wake. Hoja ya 5 ni wajibu wa mjane kulinda mali na mustakabali wa watoto. Mjane pamoja na haki zote ambazo anazo, anatakiwa asimamie mali vizuri kabisa kwa uangalizi bila kuzitapanya. Ahakikishe mali zilizoachwa na mume wake zinakuwa ni kwa ajili ya masilahi ya watoto. Azisimamie vizuri bila kudanganywa na watu wengine, bila kushawishiwa, yani asipewe vitu ambavyo vitamshawishi aanze kuuza, aanze kutapanya. Hapana, azisimamie vizuri mpaka pale ambapo sheria za mirathi zitakapokuwa zimeweza kupanga utaratibu mzuri. Wao wameenda kwenye sheria, wameangalia sasa, na ule mgawanyo unatakiwa ugawanywe kwa haki na uwazi, ili inakuwa ni kwa ajili ya masilahi mapana kabisa ya watoto. Msiba hauui mtu mmoja tu. Mara nyingi huacha familia ikiwa na majonzi, ikiwa na hofu na ikiwa na maswali mengi. Lakini jamii iliyostaarabika, jamii yenye hofu ya Mungu, haimuachi mjane peke yake. Huhakikisha inamsaidia mjane kuhakikisha anaishi kwa amani, yeye na watoto wake, na familia nzima inakuwa na amani na upendo. Baada ya msiba, jamii inatakiwa kutambua kwamba sheria lazima ziheshimiwe. Amani lazima itafutwe. Upendo lazima uwekwe. Mjane lazima asaidiwe. Na pale ambapo sheria zitaheshimiwa, mjane atasaidiwa, watu wataishi kwa amani na watoto wataishi kwa ustawi, na utaona kabisa hakuna watoto wanaokimbia na kuanza kupotelea mitaani, bali watoto wanakuwa wanalindwa na jamii husika. Ikiwa umejifunza kitu, basi usiache kucomment, usiache kutupa uzoefu wako. Wewe uliona kipi? Uliona mjane akifanyiwa nini? Andika kile ambacho ulishawahi kupitia au kuona. Usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa familia sahihi kabisa ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki. Asante. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata.